makumbusho wa Juni 25 imewasilishwa katika afisi za Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja. Familia za waathiriwa, viongozi na wanaharakati waliwasilisha notisi hiyo na kubainisha kuwa tarehe 25 mwezi huu itakuwa siku ya ukumbusho wa maandamano hayo yaliyopelekea watu kadhaa kupoteza maisha yao. Waliomba maafisa wa polisi kuwapa waandamanaji usalama na kuhakikisha kuwa hakuna wahuni watakaoingilia maandamano hayo. Mary Kyalo na taarifa kamili. Familia za waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mnamo tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2024 na 2025, viongozi wa upinzani akiwemo gavana wa Siaya James Orengo, wanaharakati na baadhi ya Wakenya walifanya matembezi ya amani hadi katika afisi za Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja ili kuwasilisha notisi ya kufanya maandamano ya makumbusho ya vijana hao wa Gen Z waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano hayo. Clear commitment that never again will the police kill innocent Kenyans. Put in place concrete measures to prevent future violence by state agents. These measures should include retraining of police officers, institutional reform of police service, and strengthening of oversight mechanisms such as the Independent Policing Oversight Authority. As leaders, we are out here with them, pledging to be with them, and urging the police to respect the Constitution and the rule of law. The 25th shall be a public holiday. We don't need to beg for permission. There is also a demand for an apology. That apology must come quick and fast. Aidha, wamezitaka idara za kiusalama nchini kuhakikishia Wakenya watakaokuwa wakiandamana usalama wao, wakitilia shaka kuhusu uwepo wa wahuni watakaokuwa wamelipwa kuingilia na kuvuruga maandamano hayo. Issue ya goons tumekuwa tukiona kila mara wanaharakati wakikutana. Kama wiki iliyopita tuliona mkutano ambayo iliathirika kwenye kanisa. Ni goons ambao walitumwa kuhakikisha mkutano kama huu hauendelei. Kwa hivyo ningependa kusisitiza kwa polisi wahakikishe kwamba wametulinda na hakuna goons ambao watakuja kuvuruga maandamano ambayo yatafanyika Nairobi na kila mahali nchini Kenya. Kwa vile tumesema June 25th ni holiday, it's a public holiday for all Kenyans, na politicians, government na police do not send goons. Lakini licha ya hayo, maafisa wa polisi pia wametakiwa kutozua vurugu na wala kutumia nguvu kupita kiasi kwa wanaandamanaji, huku wakishikilia kuwa maandamano ya kushinikiza haki za kibinadamu na kukomboa taifa la Kenya yataendelea kama ilivyoratibiwa kwenye katiba ya Kenya. Kila mara watu wakifanya kwenda maandamano na kiona vurugu, wa polisi wao ndio wanaanzisha ile vurugu, sio wana maandamano kabisa. Na hii nawaambia kwa sababu from the early 90s kile ukiona kuna tukia balaa, wa polisi wameanzisha ile kitu. Msiogope, maandamano yaendelee na hakuna kurudi nyuma. Kando na hayo, wito umetolewa wa mazungumzo baina ya vijana wa kizazi cha Gen Z na serikali ya kitaifa ili kusuluhisha migogoro iliyoko. Mary Kyalo, Undugu TV.